Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ndugu zangu, vijana wenzangu, mashekhe wa kitaa, kikazi chetu hiki kipo katika kukumbushana sisi vijana. Ujana ni umri ambao Mungu amemjalia mwanadamu katika umri wake, katika ujana na kuwa na nguvu, anaweza akafanya chochote. Akiamua kuwa mcha Mungu, basi ucha Mungu bora uko katika ujana, lakini akiamua kufanya maovu, yale maovu makubwa yanafanywa katika ujana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha katika ujana ndio sehemu ambayo mtu kutafuta elimu. Ukitaka kuoa, basi katika ujana ndio uoe, kwa sababu unakuwa una starehe na ule mke wako, ukamwambia kaa hivi anakaa, kaa hivi anakaa. Lakini ukiwa mtu mzima una miaka 70, kuna baadhi ya mambo huwezi kufanya na mke wako. Ndio maana hata peponi, watu wote watakaoenda peponi watafufuliwa wakiwa vijana. Ukiona siku ya Kiyama umefufuliwa wewe pepsi mapeshi, yani mbona una maana yake wewe usiulize unaenda wapi, wewe hauendi peponi. Kwa nini? Kwa sababu peponi sehemu ya kustarehe, na starehe kubwa anafanya kijana. Lakini sehemu ya ujana ndio sehemu ya kutengeneza future yako. Yaani ili uzeni usipate tabu kwenye ujana wako, inabidi kufanya mambo kwa umakini sana. Ndio maana hata serikali ikaweka wizara ya vijana, kwa kujua hapa vijana ukikosa kidogo wanaenda kuharibu mambo, ukawa na waziri maalum kuweka kuzungumza na hawa vijana. Kwa hiyo na sisi tukaona katika upande wa dini lazima tukae na vijana, tuwafuate wana changamoto gani, ili tuweze kutengeneza mioyo yao. Na sisi kwenye dini tunasoma kwamba kuna watu walikuwa wanaitwa ashabul kahfi, watu wa pangoni. Wao walikuwa ni washikaji tu vijana, waliamua. Mungu anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Hao ashabul kahfi hawakuwa wazee, walikuwa ni mayanki vijana, lakini wakaamua kumwamini Mola wao. Mungu akaongezea nini? Hiyo nguvu. Kwa katika ujana unatengeneza kawa kubwa sana kidunia, lakini pia kiakhera. Sasa niwaase vijana wenzangu, tumeishi kwa muda mrefu sana kufikia hapa tulipo. Kuna mambo mengi tunayofanya, lakini tunaweza tukabadilika kutokana katika hali hizi tulizopitia mpaka sasa hivi. Inawezekana ukafuta sigara kwenye ujana wako. Tangu uvuta sigara na miaka mingapi sasa hivi? Miaka 10, 15. Sasa unategemea baada ya miaka 50 sigara itakufikisha wapi? Inabidi uchange, ubadilike. Wewe unaweza kuvuta, unakula wida, bwana anasema unakula wida. Unavuta bangi mwaka wa 20 unavuta bangi. Ukifika miaka 50 bangi itakupeleka wapi? Kwa hiyo inabidi ubadilike. Na mabadiliko yalivyo yanaanzia kwenye ndani ya nafsi yako. Allah anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abadilishi yale mpaka wenyewe waanze kubadilika. Yaani kuna mabadiliko ya aina mbili. Kuna mabadiliko kutoka katika njia nzuri kwenda kwenye njia mbaya. Mungu akupa magari matatu, ukawa wewe una starehe, una relax katika maisha ya dunia. Lakini ukisema magari haya mimi naenda kuenda na watu na mzazi apande kwenye ile gari, umeamua kubadilika. Kwa hiyo Mungu anakubadilisha kwa kuondoa magari, anakupa umasikini, anakupa baskeli baada ya gari, unapiga mza kanuni, baadaye unasema kutembea kwa miguu sunna, kumbe umekosa mpaka ya nauli. Lakini pia mabadiliko ya pili pia utajifikiria kwenye maisha yako, ukaona mimi maisha yangu yalivyo hapa nitakuwa mwizi mpaka lini? Ngoja Mungu nisaidie mimi niache wizi nipate kazi ya halali. Mungu anatia malaika wa kheri kwenye maisha yako, unajikuta unaweza kutengeneza baskeli, unatengeneza magari, bajaji, unafikia mlengo katika kuinua kipato chako. Mungu abadilishe watu walichokuwa nacho mpaka wenyewe waamue sasa tunabadilika. Mimi naamini vijana wenzangu tumeyafanya mengi sana, na usijitie kwa alichokifanya. Yaani hakuna mwanadamu ambaye ana makosa. Mimi si kheri
mmenikubali mwanenu, lakini mimi na madhambi yangu pia. Kwa mimi sio akili kidogo ndio mtoni kwa sababu ya dhambi. Yaani mimi hapa na madhambi yangu nalia na Mungu wangu, isipokuwa na kunasi leo na madhambi yako, achana na hayo madhambi, rudi katika njia iliyonyooka kiroho, kiserikali, lakini pia kibiolojia. Lazima sisi tufanyaje? Tubadilike. Sasa vitu gani ambavyo vijana wanakuwa na changamoto navyo nafika hatua mpaka wanaenda kubadilika? Cha kwanza, uchumi. Yaani kijana akiwa yuko vizuri kiuchumi, utakuwa na mwanamke kila hapa nyinyi mlipo hamjaoa, lakini kila mtu hapa ana mwanamke, na kila mtu hapa manake ana mwanamke ambaye anamzini. Wanaudhu billah. Manake ili mwanamke ukamzini lazima umhudumie. Wewe kijana lazima utafute pesa, kazi ya kula unapata wapi pesa? Lazima sasa kijana hapa aidha anaenda kuiba, anaenda kukaba, au anaenda kusema uongo kwa mtu. Sasa katika madhambi mawili ya kuiba, kukaba, bora yule ambaye anakugonga kwa mzazi wake baba, kuna ile ili akamuonge mpenzi wake, huyo afadhali. Lakini akiiba anaweza kukamata kauawa. Tunao vijana wenzetu tulikuwa nao wameuawa kwa sababu waliiba. Mungu awasamehe madhambi yao, awarehemu huko walipo. Lakini ya pili pia, inawezekana kwenye ujana wako ukasema bwana, mimi sasa hivi kazi hamna. Mmeona miezi kadhaa iliyopita walishawishiwa kundi la vijana wakawa na choma nchi yao. Nakumbuka vizuri. Kwa nini? Walivyoona wengi walikuwa hawana kazi. Kwa sababu hawana kazi, sasa mtu kujapotea sumu kwa kuwa uchumi hamna, anaona ni kweli, kumbe alikuwa anapotea katika njia. Ndio maana sasa tukaipea taratibu maalum. Sasa hivi kuna waziri kijana anatembea na vijana katika kisha uchumi wa vijana nao unafanyaje? Unakuwa. Na mimi imani yangu baada ya miaka mitatu sisi wote hapa tumekuwa kila mtu atakuwa na uchumi wake wa kujitegemea. Tunaelewana vizuri? Hiyo changamoto ya pili ya vijana, baadhi ya vijana, tamaa. Utakuta kijana yeye kwao maskini kama mimi. Mbele ni baada ya pambano kuendesha familia yake ijikwamue ilipo, kijana anaingizwa tamaa. Kwa tamaa hapa ndio mtu anaenda kuwa Freemason. Mchasikia hata Freemason, yaani anaenda katika nguvu za giza, anamtoa kafara baba yake mzazi, mama yake mzazi ili atoboe. Mwingine hapa anapoteza ubingwa. Nikisema tunapoteza ubingwa tunaelewana vizuri. Sasa katika silaha kubwa sisi vijana, hakikisha unalinda ubingwa wako katika hali yoyote. Yaani mtu atakushika paja hivi, mtie ngumi na ubingwa wangu mimi siwezi kuachia. Thamani ya wewe kijana wa kiume ni ubingwa. Kama ubingwa hauna hata ukiwa bilionea, sitakuwa na pambe tu, hauna faida yoyote. Mfano mimi shekhe wewe tunazungumza hapa, nimevaa kanzu nzuri na nisikiliza. Kama mimi sina ubingwa hakuna anaweza kunisikiliza, wote mtanikataa. Kwa hiyo jambo la pili, tamaa inapelekea watu kuuza ubingwa wao. Sasa vile katika ujana wako ukipoteza ubingwa umepoteza maisha yako. Hata kama huna chakula hakikisha unalinda ubingwa wako. Jambo la tatu, mapenzi. Vijana wanavurugwa sana na mapenzi, na mapenzi ni sehemu ya maisha. Kuna shaka mmoja akasema, laila almahabbatu lama tadhawaqa alinsanu saadata dunia. Lau si mapenzi mwanadamu asingepata kuonja utamu wa dunia. Utamu wa dunia hii ni sisi kuwa na wapenzi. Kwa kama hauna mpenzi sasa, manake dunia inakosa raha. Sasa kuwa na mpenzi sio pesa. Je, mpenzi unaishi naye vipi? Uislamu ukataka watu waoe. Na katika jambo la ndoa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ya maashara shabab, ili wale ambaye kongamano la vijana wale mastandard wale, man istataa minkum alba'ata falyatazawwaj. Mmoja wenu sasa akiweza nguvu ya kuhimili ndoa, kumhudumia mke wake kwa chakula, kumhudumia mke wake kwa mambo yetu, kwa mambo yetu hapo, kumhudumia mke wake kwa mavazi, basi asifanye maskhara au tunaelewana vizuri. Asiwe kama Reza. Reza ni sawa. Mimi na sahibu wangu wanaoeleza wana watoto 15 lakini kuoa hataki. Asiwe kama huyo. Kwa hiyo ndoa ndio mapenzi bora na Uislamu umetuwekea. Tunaelewana vizuri.
Sehemu ya pili tutaeleza changamoto ya tatu ya vijana. Any question so far please? Moja hapo hajaelewa, maana yake swali lolote